Ya papo hapo kwa mitihani ni kwamba huku mtihani wa kitaifa wa KCSE ukianza rasmi kote nchini, serikali imehakikisha usalama, maandalizi na utulivu katika vituo vya mitihani ili kuhakikisha wanafunzi wote wanafanya mitihani kwa amani. Tupate taarifa hii ya jinsi mitihani imeanza katika kaunti mbalimbali humo nchini. Katika kaunti ya Migori, serikali imeahidi usalama wa kutosha katika mipaka ya Kuria na Transmara, ambapo migogoro ya jamii imekuwa changamoto kwa muda mrefu, huku wanafunzi 31,627 wakitarajiwa kufanya mitihani. Eneo letu kumekuwa na mchafuko nyingi, hasa kwa mwezi mbili ambao zimepita. Kumekuwa na vita kati ya hizi koo zetu mbili, na pia na kwa mpaka kati ya Wakuria wa hili eneo na wa Kipsigis wa Transmara. Kulingana na naibu gavana wa kaunti hiyo ya Migori, Daktari Joseph Mahiri, alitoa kauli hiyo wakati wa zoezi la kugawa vyakula katika shule ya sekondari ya Wangirabose ambayo ipo katika eneo tete la mpaka huo, akisema pia serikali ya kaunti imetoa vifaa vya msaada wa vyakula kwa shule zote 7 zilioko katika eneo hilo. Ziko kwa mipaka ni shule ambazo ni 7 ambazo zimekuwa affected, hasa ni huku kati ya hii uhasama na wizi wa ng'ombe. Nimetarget shule 7 ambayo nawapelekea chakula ambayo najua itatosha ya kuwapeleka wakati huo wanapofanya mitihani zao ya kidato cha 4. Katika kaunti ya Nyeri, wanafunzi 20,313 wanafanya mitihani yao, wakiwemo wanafunzi 537 waliojiandikisha katika shule za kibinafsi. For the KJSEA center managers, we have merged some of you because of the shortage of the vehicles. I will be going to announce to you after we have issued the papers to you for the schools that we merged in others. We are going to begin with the KJSEA. We will issue the KJSEA scripts and then come to KCSE scripts. Thank you so much. Na katika kaunti ya Laikipia, wanafunzi 11,094 wanafanya mitihani yao kwa amani, huku shule moja ya Laikipia Kaskazini mwanafunzi mmoja akifanya mtihani katika hospitali ya Ngeo daraja la 5 baada ya kujifungua. And for KCSE we have 11,094 candidates, all distributed across the county. Thank you. A girl that gave birth and she had some complications. She's in Nanyuki level 5 hospital. So that is where she's taking her exams, and the exam is coming from Laikipia East. It is being assigned from this place. And that innovation is the use of smart padlocks. These smart padlocks are meant to help us so that from neck we are able to see exactly what time the container is opened. Mitihani ya KCSE iliyoanza rasmi Oktoba 21 inatarajiwa kumalizika Novemba 21 wakati wanafunzi watakapofanya somo la mwisho la fizikia. Moses Masha, Runinga ya KU, Nairobi.